Kwa hiyo sasa, unawezaje kukuza mtu bora katikati ya nyakati kama hizi? Nyakati ambazo watoto wanafundishana shule. Tuko nyakati ngumu sana. Nyakati ngumu sana hizi. Katikati ya hizi nyakati ambazo walimu kibao wanafundisha watoto, wanafundisha wake zetu, wanafundisha waume zetu. Vijana wa kiume wakiwa kwa mtaani wanafundishana ujinga jinsi ya kukaa kwenye ndoa. Anayefundisha amepata wapi? Ameangalia huko mtandaoni. Ameambiwa bwana, usikubali kufua, usikubali. Unashangaa mzee, nguo chafu asifuliwi tena. Ulizoea kufuliwa, unakaa kwa amani. Lakini sasa hivi hafui. Kwa nini hafui? Kafundishwa. Vitu vya ajabu vinatokea kwenye familia kwa sababu ya mafundisho potofu ambao watu wanayachukua huko. Mafundisho ya kimkakati ya kuzimu. Watu wanaanza kuyaleta ndani ya nyumba, yanavunja nyumba. Sasa tunaleaje? Unajua hata ukija hapa tunahubiri, unajua unahubiri mtu anakuangalia hivi, hakuelewi kwa sababu kuna kitu ashahubiriwa. Kuna mambo yashajao. Alafu sasa kwa bahati mbaya aliyemhubiria ni mtumishi wa Mungu. Kwa unapofundisha kitu chochote ukakiunganisha na madhabahu, kinakuwa na nguvu sana. Kwa sababu watekelezaji wanatekeleza kwa furaha, maana wanajua kimetoka kwa Bwana. Kwa unapokuja kuondoa sumu iliyoingia ndani ya mtu kutoka madhabahuni ni ngumu sana kuliko sumu mtu aliyoingiziwa kutoka huko kwenye madhabahu zingine. Kwa hiyo tunaambiwa tuwalee watoto, lakini tuleane sisi kwa sisi kwa kuhamishana kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine kwenye maadili mazuri.